Karibu sana mpendwa mtazamaji ambaye unayetusikia sehemu zote zile. Najua ya kwamba mmekaa tayari kutusikiliza, kufuatilia vipindi vyetu. Tunashukuru sana hasa zaidi kwa wale ambao wanaotusapoti kwa njia moja au nyingine. Mnatuombea kwa ajili ya hivi vipindi, kwa sababu sio rahisi tu kusema kwamba tuvirushe hivi, lakini kunakuwa na nguvu ambayo Mungu anatupa pia kupitia kwa maombi tunayoyaomba, kukuombea na wewe pia kutuombea na kupenda kipindi hiki kiweze kuendelea. Tungependelea sana kwamba muweze kutusapoti kwa njia hiyo kwa maombi, ili kwamba Mungu aendelee kusaidia na wale ambao hawajawahi kusikia habari ya kipindi hiki na wao pia waweze kukisikia. Ninarudia kusema maneno haya. Hiki kitu tukifanyi kwa sababu ya mtu fulani au kwa sababu tunatafuta kujionyesha sisi mbele za mtu mwingine, lakini tunafanya kwa sababu Mungu anaona iko nafsi ambayo inahitaji kupata msaada. Na kwa sababu hiyo ndio maana kipindi hiki kimeanzishwa. Mungu amependelea kuanzisha kipindi hiki ili kila yeyote yule ambaye inawezekana hana na muda mzuri, hakuweza kupata nafasi ya kuweza kwenda kanisani au kwenda sehemu yoyote, aweze kupata nafasi ya kufaidika kupitia kipindi hiki. Na ndio maana kipindi hiki tukakiweka jina kwamba bado lipo tumaini. Kwa hiyo kama ikiwa ulikuwa umevunjika moyo na ikiwa kwamba ulikuwa umepoteza matumaini yako na kusema kwamba labda hali ya maisha, hali ya shida tulionayo na maisha hapa Marekani, kama wengine wanavyojua, niseme hapa Marekani hali ya hapa, kwa kuwa watu wanakuwa wako busy kuzidi maelezo. Kwa hiyo unakuta mtu hana muda wa kuweza kukaa hata kwenda kanisani. Lakini sio kwamba hii isikufanye kuwa mzembe kiasi kwamba usikose kwenda ibadani. Ibada ni ya muhimu sana. Kufika ibadani ni kitu cha muhimu sana. Biblia inasema msikose kukusanyika kama desturi ya wengine. Kwa hiyo tunapokusanyika tunakuwa tunasaidiana, kwa sababu ndani yetu kuna vipaji, kuna karama mbalimbali Mungu ameweka. Kwa hiyo tunapokusanyika ibadani tunasaidiana kulingana na kile ambacho Mungu ameweka ndani yetu. Lakini ni kuombe tu kwamba kwa kweli nashukuru sana kwa wote wanaotusapoti, na usikose kututumia maoni yako. Usikose kutuma kila ambacho au swali. Unaweza kutuma tu, ni vizuri. Unaweza, nafikiri tutakamata hiyo mtindo pia kama itawezekana, kwa sababu kwenye YouTube ni vigumu mchungaji mtu kuweza kutuma maoni yake, labda itakuwa ni vigumu. Wengine hata simu, kuna wengine ambao wako nje ya nchi ambao tunapoishi. Kwa hiyo inawezekana kwa jinsi ya kuweza kuwasiliana sisi ni vigumu kwa simu. Basi ziko njia ambazo ni rahisi, tunaweza kama itawezekana tunaweza kuwapa wapendwa watazamaji zile, hata kama ikiwezekana hata Facebook au WhatsApp kama itawezekana, ili turahisishe. Tunataka tuwasiliane kwa njia hii ili kwamba tuone nini tunaweza tukafanya. Basi nisichukue muda sana. Hiyo ilikuwa tu nikutaka kusalimia mpendwa mtazamaji ambao anayetusikia katika studio yetu ya Bado Lipo Tumaini, na kipindi hiki kimekuja tena siku ya leo. Niko tena leo na Pastor Paul. Utakuwa tunaona kila mara tukiwa pamoja, na pia tutakuwa wengine watakuja wanaongezeka polepole, lakini tuna maneno mazuri ambayo Mungu amepanga kwa ajili yako ili kwamba uweze kufurahia kipindi hiki. Hapa yanakuja tu. Unaona leo hiki tunaanza, unajua Mungu anatutumikisha kwa njia tofauti. Utaona siku nyingine hapa unaona mtumishi anasimama anakuwa ni mwinjilisti sasa. Hapa bado tunatumia karama ile ya walimu ya kufundisha kwanza. Na wala unajua watu wengine wanapenda akishaona mtu kula anasimama anaruka anafanya, wao wanasema hivyo ndio tunataka. Sisi tunaenda kwa kila ambacho kwa ule upako wa Roho Mtakatifu. Hatufanyi kwa sababu tuige mtu. Tunafanya kulingana na jinsi Roho anavyotuongoza. Kwa hiyo ni mkaribishe Pastor Paul ambaye wiki iliyopita mlikuwa naye tena. Alikuwa na somo ambalo ilikuwa naonyesha kuhusu ni somo linalohusu utawala, mamlaka tuliopewa na Mungu, jinsi gani tunaweza kuyatumia. Kwa sababu unaweza kuwa na mamlaka na usijue kama unayo, na usijue jinsi ya kuitumia. Alileta mfano mzuri, unaweza kuwa na silaha alafu adui akakunyang'anya silaha na ukiwa nao na kashindwa hata kupambana naye. Kwa hiyo ni hivyo. Kwa hiyo Pastor Paul, karibu sana tena. Najua Mungu amekujalia neema tena kuweza kupata afya njema kabisa, na ndio maana tumekutana tena siku ya leo. Kwa hiyo karibu sana kwa somo ambalo uliandaa tena kuendelea
na somo lako kama vile ulivyolipanga. Karibu sana, huu wakati ni wako. Asante sana, na mimi pia ni mwenye shukrani na ni neema. Unajua kupata nafasi kama hizi ambazo unaweza kuzungumza na umati wa watu, maelfu kwa mamilioni ya watu kwa wakati mmoja kama hivi, ni jambo jema na jambo la kumshukuru Mungu, na mpaka linafanikiwa ina maana Mungu analo kusudi. Sasa ninaendelea kuzungumza na wewe mpendwa mtazamaji unatutazama kwa vipindi kadhaa ambavyo tumevipitia. Nilisema mara nyingi ninajaribu kuja na mada zile ambazo zimeonekana ni tata na zimekuwa zikiwatatiza wengi, lakini katika hilo tukaanza na swala zima la mamlaka ya muamini, maana kuonyesha jinsi gani Mungu alivyokusudia tuwe na mamlaka juu ya uumbaji wake, tuwe na mamlaka katika dunia hii aliyokusudia kutuweka, aliona ni vyema sisi tuwemo. Lakini tumekuwa wakati mwingine hatuishi kwa mamlaka yale, hatuishi kwa uwezo ule Mungu aliyotukusudia, na zipo sababu mbalimbali, na ndio hizi ambazo tunajaribu kuzidadavua siku baada ya siku. Yumkini unapozielewa namna hii zinaweza zikakusaidia kuboresha baadhi ya mambo katika maisha yako ya kiroho, na zikasaidia katika safari yako ya kiroho, na ukabadilika ukawa na mamlaka ambayo ulitakiwa kuwa nayo lakini hukuweza kuwa nayo, ukayapoteza wakati ilikuwa ni haki yako. Kwa hiyo ndio maana tunaenda na vipindi hivi ili kutafuta jinsi gani ya kuondoa zile alama au dalili za madhaifu yanayoonekana ndani ya waaminio, wakati kusudi la Mungu lilikuwa ni kwamba wawe na nguvu, waweze kuwa na ujasiri. Sasa unajua swala lolote nikisema tatizo uliondoe, jambo fulani liondoe, huwezi kufanikiwa kuliondoa mpaka unalitambua. Yaani ni lazima ujue mimi nina shida hii. Ukishajua mimi nina shida hii, ndipo unapoweza kuishughulikia ikaondoka. Na ndio maana tunapokwenda hospitali kuna kwa kitu kinachoitwa consultation, halafu anafanya diagnose, kwa maana kwamba ana consult na kusikiliza, unajieleza, atachukua hiki, atachukua kipimo hiki, kipimo kile, halafu anakuja anatumia ule udhaifu wake alionao, kwamba kwa dalili hii na hii na hii itakuwa ni kitu fulani, inawezekana pakawa ni kitu fulani. Sasa anatafuta hiki kitu tunakitibu namna gani. Kwa hiyo hawezi kuanza kupendekeza tiba kama hajagundua tatizo ni nini, na hawezi kugundua tatizo ni nini mpaka amekusikiliza kwanza, umejieleza, na baada ya hapo anathibitisha sasa maelezo yako kupitia vipimo. Na haya tunayoyaona duniani haya ni mifano tu ya vile ambavyo Mungu alifanya, ni mifano ya vile vilivyopo katika mpango wa nani? Katika mpango wa Mungu. Hatuwezi kuondoa kitu ndani yetu, hatuwezi kutibu dhaifu uliomo ndani yetu mpaka tumegundua tatizo letu liko wapi. Hatuwezi kuondoa udhaifu ndani yetu tusipojua chanzo cha udhaifu wetu ni nini. Ndio maana najaribu kuja na masomo haya ili yaweze kukusaidia. Unajua wewe usipojua kama mamlaka unayo, huwezi kuwa nayo. Huwezi kujitetea usipojua hapa nina nguvu. Na kweli mimi nimejaribu kuona hivyo katika nafasi ambayo Mungu amenipa kwa miaka hii niliyokuwemo katika huduma. Nimeona kuna vitu vingi ambavyo vimechangia sisi waumini, wana wa Mungu, wateule, kupoteza nguvu zetu, kupoteza mamlaka yetu. Na ninaamini ukiangalia kwa sehemu kubwa ni kutokuelewa, ni kutokujua. Ndio maana kama tukisaidiana kwa karama hizi za kuwekana wazi, kufunuliana hizi siri, naamini kanisa litazidi kupona. Unajua mfano, mimi nimetembelea makanisa mengi. Nimepata nafasi ya kuwa missionary kwa miaka isiyopungua 9, na nimetembelea makanisa mengi nchi mbalimbali. Nimekuwa Tanzania kwa mfano, pale nimefanya kazi ya utumishi huu kwa miaka zaidi ya 10. Nimekuwa kwenye utumishi wa missionary na nimekutana wachungaji si chini ya 1500 kwa muda wote ambao nimefanya kazi hizi za kimisheni. Nimetembelea makanisa si chini ya 2000 ambao nimeyatembelea mara kwa mara katika huduma za hapa na pale. Na nimefika wakati mwingine makanisa mengi naalikwa, unakuta unasikiliza wakati wa maombi, unasikiliza watu wanavyoomba. Yaani unaona, unajiuliza, hivi hawa wanaomba wanaelewa wanachokiomba kweli? Wanaelewa hawa ni watu gani?
Ni rahisi hata wewe mpendwa mtazamaji, wewe ndio umewahi kusikia hili, na wewe hata wewe wakati mwingine unaomba namna hii. Unasikia mtu anakuambia, unajua mimi baba nakuja mbele zako lakini mimi sistahili. Mimi si chochote, mimi si lolote. Unajua mimi ni kama mdudu tu. Mimi ni kama panzi. Mimi ni takataka mbele zako. Kwanza sitaweza kulitaja jina lako. Mimi ni mwizi. Mimi ni mwizi tu. Mimi ni kama, yani anatafuta yale maneno ya kumshusha ya chini. Yeye wakati mwingine mimi ni sawa carpet tu ya kukanyaga hivi. Sasa fikiria kama wewe mwenyewe unajitambua hivyo. Shetani akutambuaje? Eti mtumishi wa Mungu. Kama wewe mwenyewe unajiona wewe uko kwenye level ya carpet, yeye anakuweka kuwa trash. Shetani akuchukuaje? Sio shetani. Yaani hapo unapotamka hivi sio shetani anasema. Wewe mwenyewe unasema maneno haya. Shetani asemeje? Shetani anakuchukua kama trash. Anawezaje kukuheshimu kama mwana wa Mungu ikiwa wewe mwenyewe unajichukua ni chini hata ya panzi? Shetani akuthaminije kama mwana wa Mungu ikiwa wewe mwenyewe unajiona ni takataka? Halafu mtu baya zaidi anakwenda mbele za Mungu. Unajua mimi ni mwenye dhambi. Mbele zako Mungu sistahili. Sasa kama wewe mwenyewe umeshatambua kwamba hustahili, sasa unaenda kwa Mungu kufanya nini? Na kama mwenyewe umeshatambua kwamba wewe ni mwenye dhambi na mbele za Mungu haustahili, sasa hayo maombi yako yana nafasi gani? Halafu kesho unalaumu, unasema nimeomba Mungu hanijibu. Unanipata vizuri? Nimesikia maombi haya, na wenda hata wewe mpendwa mtazamaji unanisikiliza wakati huu, yumkini umeyasikia mara nyingi. Mimi nimeyasikia kadhalika. Na huwa ninasema hayo maombi anyway, wanda ni mazuri kwa sababu anataka kuonyesha jinsi gani amenyenyekea. Maana nafikiri kwa kunyenyekea. Unajua vile ukata kama mchungaji. Ndio. Ninaviona watu wengi wanaona kwamba hiyo ni formula ya kuonyesha kwamba kabla ya kumsogelea Mungu lazima unyenyekee. Sasa na Mungu anavyoonekana kuwa ni mtakatifu, inabidi wewe uonekane hufai. Uonekane mchafu kwamba ukubaliwe na Mungu. Mama. Unaelewa sasa hapo shida hiyo. Ni kweli hayo ni maombi mazuri. Kama ndio mtazamo huo ni maombi mazuri, lakini hayafai kabisa. Ni maombi ila hayafai. Tunasema Kiingereza not adequate kwa sababu haikutakiwa. Unajua iko hivi. Hapa tuna pande mbili. Sawa? Aidha tuna falme mbili. Na katika hizo falme mbili ni kama kusema kuzaliwa. Nianze mfano huu. Tunapozaliwa kibinadamu tunazaliwa pande mbili, kwa maana ya upande wa baba na upande wa mama. Upande wa baba ambao ni kwenu, upande wa mama ambao ni ujombani. Ndivyo tunapozaliwa katika masuala ya mwili. Kiroho pia kuna pande mbili, kuna upande wa Mungu, kuna upande wa nani? Wa Shetani. Sasa wewe kama haukuzaliwa upande wa Mungu, umezaliwa upande wa nani? Wa Shetani. Kama haustahili upande wa Mungu, basi yani hapo hakuna mjadala. Haustahili upande wa Mungu, moja kwa moja unastahili kwa nani? Kwa Shetani. Na kama unastahili kwa Shetani, basi Mungu hakufai, na hata ungeomba namna. Ndio maana kweli mnatusumbua. Wapendwa watazamaji, mnatusumbua sisi watumishi wa Mungu. Tunaomba mpaka tunachoka. Kwa sababu gani? Ninyi tunawaombea hamjitambui. Ninyi wenyewe mna qualifications za kwenu ambazo ni tofauti na zile tulizonazo sisi. Matokeo yako unapiga kelele, nimeenda kwa mchungaji kaniombea sikupona. Nimeenda kwa kanisa lile wameniombea. Tatizo sio kanisa lile. Tatizo ni wewe. Takataka. Maana wewe si takataka. Wewe ni pumba. Wewe ni panzi. Wewe ni mdudu. Ni mdudu. Sasa mdudu, Mungu alimuumba mtu kwa mfano wake. Matokeo yake wewe sio, wewe ni mdudu. Sasa mdudu na Mungu wapi na wapi? Lakini ngoja nikuonyeshe kitu. Unajua kwa nini wengi wanaingia kwenye mtego huu? Nitakuonyesha sababu hiyo, na leo itaondoka kwa jina la Yesu Kristo. Kwa nini wengi wanaingia kwenye mtego huu? Mtego huu wanaingia kwa kutokuelewa. Lack of understanding. Yaani ni lack of understanding. Ni kukosa kuelewa. Na kitu gani kinachowaingiza kwenye mtego huu? Ndio nataka nikupe mitego hiyo wanaipata wapi, na nini kinawaingiza kwenye mitego hiyo. Na leo hii ni kuondoa kwenye mtego huo,
ili huko tunakokwenda, nataka tutakapokuwa tunakwenda kwenye masomo sasa ya kuteka ufalme wa Mungu, kuteka mamlaka, tuwe tu kwenye level moja. Tunajielewa sisi ni kina nani, tukoje mbele za Mungu, huyu Yesu kwetu ni nani. Tukishaelewa hivyo, tukasimama kwenye level moja, mbona mambo yatakwenda tu mtiririko namna hii. Nazungumza nini? Nasema nataka nikuonyeshe mtego ambao watu wengi wananasa hapa. Ni mitego hii miwili. Kuna mistari miwili kwenye Biblia ambayo kwa kutafsiriwa vibaya imetuingiza kwenye kosa hili la kujiita panzi mbele za Mungu, la kujiita takataka mbele za Mungu, la kujiita hatufai mbele za Mungu, na tunafikiri tuna haki kufanya hivyo. Reference tunaoipata ni wapi? Nitakupa mifano miwili, ni mistari miwili kwenye Biblia inayotuingiza kwenye kosa hili, lakini nitakuchomoa huko leo kujua kwa nini hutakiwi kwenda huko, maana ile haikukufaa wewe. Mtumishi wa Mungu, tusomee katika Luka ile sura ya 18. Tuanzie hapo. Tutakwenda kusoma Luka ile sura ya 18 ule mstari wa 10 hadi 14. Mstari wa 10 hadi 14. Ndio. Luka 18 mstari wa 10 hadi 14. Maandiko yanasema hivi. Hapa nataka nikuonyeshe chanzo cha watu kuomba maombi hayo yasiyokuwa na maana, ambayo nimesema mimi hayafai, ili tuachane nayo kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo. Soma mtumishi wa Mungu. Nasoma katika ile sura ya 18 na mstari wake. Luka sura ya 18 10 hadi 14. Mstari wa 10 unasema hivi. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali. Mmoja Farisayo, wa pili mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. 12. Mimi nafunga mara 2 kwa juma. Utoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifuani, akasema, Mungu, uniwie radhi, mimi ni mwenye dhambi. 14. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule, kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, na naye ajidhilie atakwezwa. Umesikia mfano huu Yesu anautoa, anasema watu wawili walikwenda hekaluni. Mmoja Mfarisayo, mtu wa dini, mwingine mtoza ushuru, mtu ambaye hana dini. Sasa wale watu walipokuwa wanaomba, kila mmoja alikuwa anasikia maombi ya mwingine. Yaani wamekaa ni sehemu moja, huyu anaomba hapa, huyu anaomba hapa, lakini kila mmoja anasikia mwenzie anaomba nini. Sasa huyu Mfarisayo ambaye anajisifu kwa mwenye dini akawa anatamka, kwa huu ni mfano Yesu anatoa, kwamba huyu akawa anasema, mimi unanijua Mungu, ninakwenda kanisani kila Jumapili, fungu la 10 natoa, nampenda mchungaji, jana nilikwenda kwa mchungaji nikatoa hiki na hiki, naomba sana, nafunga kwa wiki mara 2, na kila kinachotakiwa kanisani nipo, mikutano yote kanisani, michango natoa. Sio kama huyu mtoza ushuru, huyu mwizi anawaibia watu, kwanza muongo, anaambiwa atoze kiasi hiki, anaongeza kingine cha juu na nini. Mungu niangalie, unijibu katika hilo. Biblia inasema huyu mtoza ushuru, yeye akasema tena kwa unyenyekevu kabisa, akasema hata mbinguni sitaki kuangalia, maana sifai. Si ndio? Yaani sisi hata kuangalia wapi mbinguni, maana nilivyo sifa yangu haiendi kabisa. Sawa. Anasema alichokifanya, akasema, Bwana, mimi sistahili mbele zako, sifai, kwa sababu hiyo yaani unirehemu tu, maana mimi si chochote, kwanza ni mwenye dhambi. Unaona? Labda nikate kidogo mchungaji, kwa sababu ya muda. Ndio. Naona tulihitaji kuingia kidogo mapumziko. Ndio. Alafu tu baadaye kidogo tuje tuingie tena. Safi sana. Asante sana. Haya. Okay. Nzuri. Karibu tena, kwa sababu tulikuwa na muda mdogo ambao tulipenda tu labda uweze kuangalia. Unajua wakati mwingine unapokuwa unasikiliza maneno kama haya
watu wengine wakati mwingine kujisahau. Wewe toa sufuria yako kujikoni, kwa sababu maneno hapa mchungaji naona anaanza kuteremka na maneno. Unajua hii topic ni nzuri sana hii. Watu wengi makanisani wanakuwa hapa, mimi nimeshaona hata watumishi. Kabisa. Unaona watumishi kabisa, wengine ni wachungaji, wengine ni wanani, anaomba vile na hiyo ndio shida, tunaambukiza vitu hasa sisi viongozi. Unajua mapokeo inaharibu watu. Watu anaposikia mchungaji unaomba hivyo, na yeye anaona basi mchungaji anasema yeye ni mwizi. Sasa na mimi nisemeje sasa? Sasa kwa hiyo acha basi mpendo mtazamaji, tuendelee na topic hii, tuendelee na somo ambalo mchungaji analeta. Kwa hiyo karibu sana, naona linakuwa linachemsha. Linaleta maana fulani. Okay, nafikiri tumeelewa hapo kwamba hapa huu mfano Yesu anautoa. Na ukiangalia lugha ya huyu mtoza ushuru anasema, jamani, mimi sifai kabisa, mimi ni mwenye dhambi. Ninachoomba tu Mungu, wewe mimi unirehemu. Sasa hili andiko hili ndio linawafanya wengi wanapokwenda kuomba mbele za Mungu wanajidisqualify, yani wanajishusha, wakisema tena wanatoa mfano huu walipokwenda mtoza ushuru na mfarisayo. Mtoza ushuru alikubaliwa, mfarisayo akakataliwa kwa sababu alienda kwa kujipiga kifua. Umenipata vizuri? Lakini ngoja nikusaidie mpendwa mtazamaji. Huu mfano anayotoa ni nani? Yesu. Ni Yesu. Safi sana. Huu mfano anayotoa ni Yesu. Na wakati Yesu hajafa, ukombozi haujakamilika. Maana ukombozi wetu sisi umekamilika kwa mateso na kifo cha nani? Cha Yesu Kristo msalabani. Sasa huyu mfarisayo alikuwa na haki kusema hivi na huyu mtoza ushuru, kwa sababu kipindi hiki ukombozi duniani bado. Kipindi hiki cha Agano la Kale ukombozi ulifanyika kwa gharama ya mtu mwenyewe. Maana wakati huu wa Agano la Kale ilikuwa ni kama ni msamaha wa dhambi utokana na kumwaga damu. Na Biblia leo ilikuwa kwamba pasipo kumwaga damu hakuna nini? Kwa hiyo itakiwa mtu afanye kitu yeye, kama familia, kama nyumba, kama fulani, ufanye wewe kama wewe kwa ajili ya Bwana ili upokee msamaha wa dhambi. Maana wakati huo damu ya Yesu haijamwagwa bado. Ilibidi imwagwe damu ya nyama, ilibidi tolewe dhabihu, kafara aina yoyote ili hili liwezekane. Kwa hiyo Yesu anapozungumzia hapa, ni kweli Yesu anatoa mfano huu, na wakati ukombozi duniani bado haujakamilika. Sasa maombi ya mtu aliyekuwa naomba wakati ukombozi haujakamilika ni tofauti na wewe unayeomba leo, mwana wa Mungu. Ni tofauti na wewe leo unayesema Roho Mtakatifu yumo ndani yangu. Ni tofauti na wewe ambaye Yesu amesema anakaa ndani yako, anakula na wewe, anakuja kufanya makao. Yeye na Baba anafanya makao ndani yako. Ufunuo ile sura ya 3 mstari wa 20 anasema anabisha mlangoni. Ukisikia sauti ukafungua, anaingia ndani yako, anakaa na wewe, anakula na wewe. Sasa wewe mwenye sifa hii huwezi kujilinganisha na huyu aliyekuwa anaitwa mfarisayo. Huwezi kujilinganisha na huyu mtoza ushuru. Maana kwanza wewe mbele za Mungu si mtoza ushuru, wewe ni mwana. Tulizungumza juzi hiyo, si ndio? Kwamba Adamu alikuwa kwenye utumishi, akahamishwa kutoka kuitwa utumishi, tukaja kuvaa sifa ya kuitwa wana wa Mungu. Kwa hiyo unapokuwa muamini, wewe ni mwana wa Mungu. Na kama ni mwana wa Mungu, siwezi kulinganishwa na huyu mtoza ushuru. Maana mtoza ushuru kwa mfano huu wa Yesu anakuwa kwa mtoza ushuru, kwanza hakuwa amemwamini Yesu. Ndio, hakuwa mfuasi wa Yesu na hakujua lolote kumhusu Yesu. Ila tu alijua kwamba yupo Mungu na Mungu anaweza kumrehemu mtu. Sasa huwezi kujilinganisha na huyu. Sasa huyu ni mfano mmoja wapo na kwenda kukupa. Lakini mfano wa pili upo kwenye ile Rumi sura ile ya 3. Rumi ile sura ya 3. Nasoma hapo kwa Rumi. Okay, tutasoma mistari miwili. Tusome kwanza ile wa 20, alafu tutasoma 23, maana 23 ndio kuna lengo letu. Lakini tusome kwanza 20 ili nifafanue jambo hapo, alafu tutaingia kwenye 23. Rumi sura ile ya 3 na mstari wake wa 20. Biblia inasema hivi. Kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria. Ndio. Kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Paulo anazungumza vizuri kwa Warumi. Anasema hakuna mwenye mwili huu anayeweza kutenda haki ikiwa anaongozwa na nini? Na sheria. Kwa sababu kinachoifanya dhambi hicho dhambi ni nini? Ni sheria. Ina maana pasipo sheria hakuna dhambi. Ndio kuna vitu vingi kabla ya Torati. Watu wanauliza hivyo. Kabla ya Torati kuna vitu vingi vilikuwepo, ilikuwa ni kawaida.
Lakini baada ya torati kuja, usifanye hiki, usifanye hiki, ikawa dhambi. Lakini kabla haijawekwa torati, haikuwa dhambi. Mtu mmoja aliniuliza siku moja kwamba hivi Adamu alikuwa yeye ndio mzaliwa wa kwanza, halafu akawa na mke wake akazaa watoto. Sasa wale wengine walizaliwa wapi? Walitoka wapi? Kaini alimuoa nani? Umenielewa? Hilo ni somo ambalo nimemjibu tu nikasema kuna vitu vingi vilikuwa vinafanyika hapo zamani ambavyo havikuwepo kwenye torati. Yaani havikuwa kwenye sheria ya Mungu. Kwa hiyo kuna mambo mengi yalifanyika hapo nyuma ambayo labda ni baada za huko baadaye. Vilifanyika na ilikuwa ni haki wao kufanya kwa sababu havikuwa kwenye nini? Sheria haikuwepo. Sasa tunasema sheria inakuja, na ikiwepo sheria ndio inafanya dhambi iwepo, kwa sababu kutokuitii sheria ndio kuna kuingiza kwenye uasi. Uasi ndio inakuwa ni dhambi. Lakini tukija mstari wa 23 ambao ndio sasa mfano wa pili wa watu wanavyoingia kwenye makosa ya kujishusha na kuingia kwenye mahali pa kufikiri hawastahili mbele za Mungu, ni 23. Tusome mstari wa 23. Tunaendelea na Rumi sura ya 3 na mstari wa 23. Inasema hivi: kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Safi sana. Huyu anayeandika hapa ni nani? Mtume Paulo. Mtume Paulo. Sikiliza sentensi hii. Kwa maana wote wamefanya dhambi. Si ndio? Anayesema ni nani? Paulo. Anaposema wote wamefanya dhambi, yeye yumo. Nisikiliza vizuri. Unajua hapa ndipo palipo na shida. Wote na yeye. Unajua mtu akitaka kuonyesha kwamba hafai anasema Biblia inasema wote wamefanya dhambi. Sasa anaposema wote wamefanya dhambi na yeye anakuwa amejijumulisha. Lakini kwa staili hii anazungumza Paulo, kwa maana wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Katika sentensi hii yeye hayumo. Maana ingekuwa na yeye yumo angesema hivi, kwa sababu wote tumefanya dhambi, tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa kuwa wote tumetenda dhambi, basi tumepungukiwa na utukufu. Lakini hapa anawazungumzia Warumi, watu ambao hawajaamini njia iliyowapelekea, watu ambao hawajaliamini neno lililowapelekea pamoja na kuwahubiri. Sasa anawaonyesha hivi kwamba ninyi sikilizeni, msipomwamini Yesu, kama Yesu hajawa ndani yenu, bado neema ya Mungu hamwezi kuipata, kwa sababu wanadamu ninyi mnavyonielewa wote ni wakosaji, na kwa kukosa kwenu mmepungukiwa na nini? Anawaadresi wao, anawazungumzia wao, sio yeye. Tunakwenda pamoja mpendwa mtazamaji. Ina maana ni wao wamepungukiwa, wale wote wamepungukiwa, sio sisi sote tumepungukiwa. Kama ingehusu watu wote kwa ujumla wao, na waaminio na wasioamini, yeye akiwa ni muamini kwa wakati huo angesema sisi wote tumepungukiwa. Nadhani ninaeleweka mpaka hapo. Na yote hayo ni kwa sababu yeye Paulo kipindi hiki sasa akiwa anaitwa Paulo ameshapokea neema ya wokovu. Ameshapokea nuru ile ya wokovu. Kwa wakati huo asingeweza tena kujiweka yeye kwa watu wasiostahili, ila ana-address wale ambao wanamsikiliza, umati unaomsikiliza, kwamba wote wale mnaowaona walioko nje wamefanya dhambi, na kwa kufanya dhambi kwao wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Hili halituhusu sisi waaminio. Halinihusu mimi. Sihusiki katika andiko hili. Sihusiki hata kidogo katika hili. Maana mimi ni mwana wa Mungu. Mimi nimestahilishwa kwa kazi ya Yesu msalabani, imenifanya mimi nistahili. Siwezi hata siku moja kutamka mimi sistahili mbele za Mungu hata kidogo, na hata siku moja sitasema mimi ni mwenye dhambi. Utanielewa tu. Utanielewa. Sawa jamani? Kwa hiyo ninachomaanisha hapa ni kwamba Paulo aliliweka wazi kwamba wametenda dhambi wote, hawa wote wametenda dhambi, na kwa sababu wametenda dhambi wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Lakini sisi tumepokea neema kwa kuja kwake Kristo. Kwa kumpokea huyu Kristo kuna kitu tumepata, kuna upendeleo fulani tumeupata ambao umetutoa katika ulimwengu wa wale waliopungukiwa. Sasa tupo katika wana wa Mungu wanaoishi, wana wa ufalme wa pendo lake, wanaotawaliwa na nguvu za Mungu, wanaoongozwa na Roho wa Mungu. Na Biblia iko wazi kwamba wanaongozwa na Roho wa Mungu ndio nani? Ndio wana wa Mungu. Ipo katika Rumi ile sura ya 8, sura mstari wa 14, anasema wale wanaoongozwa na Roho wa Mungu ndio wana wa nani? Ndio wana wa Mungu. Na anasema kwamba Roho wa Mungu alimo ndani yetu ndiye anayeshuhudia pamoja na roho zetu kwamba sisi ni wana wa nani? Sisi ni wana wa Mungu. Sasa huwezi kusema mimi ni mwana wa Mungu halafu pale unasema mimi sistahili mbele za Mungu. Huwezi kusema mimi ni mwana wa Mungu wakati wewe unasema nimepungukiwa na utukufu wa Mungu. Haiwezekani.
Jamani, tunakwenda pamoja mpaka hapo. Kwa hiyo tunachokuja kukiona hapa ni kwamba Paulo yuko wazi. Unajua alikuwa wazi hata tuache katika Waefeso, lakini tukija hapa Timotheo, labda tuanze kwanza Timotheo, uone Paulo anavyojaribu kujitambulisha hapo na kila anachokifahamu yeye na kukielewa. Timotheo wa kwanza 1:15. Timotheo wa kwanza 1:15. Timotheo wa kwanza 1:15. Mstari wa 15 anasema hivi. Ni neno la kuaminiwa, ndio, tena la stahili kukubalika kabisa. Hilo ni neno la kuaminiwa na halina mjadala, lazima likubalike. Ni neno lipi hilo? Ya kwamba Yesu ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi, ambao wa kwanza wao ni mimi. Sawa sawa. Anatambua Paulo kwamba kabisa kusudi la Yesu kuja, alikuja kwa ajili ya wenye dhambi. Na anajitambua kwamba miongoni mwa hao wenye dhambi, wa kwanza wao ni mimi. Kwa hiyo nilikuwa mwenye dhambi kabisa, nilikuwa mwenye dhambi, na kwa sababu ya dhambi zangu ndio maana Kristo alikuja. Lakini baada ya Kristo kuja nini kilitokea? Je, aliendelea kuwa mwenye dhambi? Haleluya. Baada ya Kristo kuja, Paulo aliendelea kuwa mwenye dhambi? Hapana. Ndio maana hapa anapokuja kuzungumzia 25 anasema wamepungukiwa. Yeye hayumo wakati huo kwa sababu ameshatambua kwamba nilipokuwa mwenye dhambi mimi, ndipo Kristo alipokuja. Hata Rumi 5:8 anasema Mungu aonyesha pendo lake kwetu sisi kwa maana alimtoa Kristo tulipokuwa tungali wenye dhambi. Tulipokuwa wenye dhambi ndipo yaliyotokea hayo. Lakini baada ya Kristo kuja kutusafisha, sisi leo hii hatupo tena kwenye kundi la wenye dhambi. Sisi hatumo tena kwenye kundi la wasiostahili mbele za Mungu. Maana Kristo alikwisha kutununua kwa bei ya thamani. Paulo anasema alikuja. Ni kweli, ni jambo la kuaminika, ni jambo ambalo halipingiki. Kristo alikuja kwa ajili ya wenye dhambi. Na hao wenye dhambi wa kwanza wao ni nani? Ni mimi. Lakini baada ya kuja Kristo, mimi nimekueje? Tayari nimekubalika, tayari nimetakasika, tayari ninayo raha. Sasa ona ni kuhakikisha nini ninachokizungumza. Maana unaweza kujiuliza, kwani aliendelea kuwa mwenye dhambi? Au mimi nikimwamini Kristo naendelea kuwa mwenye dhambi? Au nina haki kuendelea kusema mimi ni mwenye dhambi? Ninasema hivi, mimi hivi ninavyozungumza na wewe si mwenye dhambi, na siwezi kuita mwenye dhambi hata siku moja, kwa sababu haiwezekani nikawa mwana wa Mungu na nikawa mwenye dhambi. Haiwezekani. Huwezi kuwa kote kote mimi ni mwenye dhambi halafu tena uitwe mwana wa Mungu. Mimi ni mwenye dhambi halafu uitwe tena mtumishi wa Mungu. Haiwezekani. Ni lazima upande mmoja. Ukiwa mwenye dhambi ina maana kwa Mungu husiki. Na kama unahusika kwa Mungu, basi wewe ni mtakatifu. Ila kuna watu hawataki kusema wewe ni mtakatifu. Wakati leo liko wazi. Waraka kwanza wa Yohana ile sura ya kwanza, mstari ule wa 7, mtumishi unaweza kusomea hapo. Waraka kwanza wa Yohana ile sura ya kwanza mstari wa 7. Unajua ukisema ni mtakatifu watu wanakuona kwamba umekosea fulani hivi, hufai kusema hivyo, unakufuru. Waraka kwanza wa Yohana 1 ule mstari wa 7. Waraka wa kwanza wa Yohana 1:7. Waraka wa kwanza wa Yohana 1:7. Tutasoma waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya kwanza mstari wa 7. Mstari wa 7 unasema hivi. Bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wa watu yatusafisha dhambi yote. Anasema bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo wa nuru, si ndio? Tunashirikiana sisi kwa sisi. Kuenenda nuruni, hauwezi kuenenda nuruni usipoongozwa na Roho Mtakatifu. Huwezi kutembea katika nuru kama Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Maana yake ni hii: kama tukienenda kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu, tunaongozwa na nuru ya Mungu, tunashirikiana sisi kwa sisi. Kwa wakati huo sasa, damu yake Yesu mwana wake inatusafisha na udhalimu wote. Udhalimu wote. Nikisema udhalimu wote, kuna baki nini? Nikisema inatusafisha na udhalimu, ina maana ni ubaya. Inatusafisha na uovu wote. Sasa nikisafishwa na uovu wote, nimebakije? Kama nikishasafishwa udhalimu wote, nimesafishwa uovu wote, nimesafishwa ubaya wote, nabakije? Si safi. Sasa nikisema ni mtakatifu nimekosea nini? Kikubwa ni kutambua. Mstari ule wa 8. Hebu soma mstari wa 8. Mstari wa 8. Anasema katika ile sura ya kwanza mstari wa 8. Sawa, mstari wa 8 unasema ndio,
Tukisema kwamba hatuna dhambi. Tukisema hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe. Ndio. Wala kweli haimo Mungu. Wala kweli haimo ndani yetu. Hii inaonyesha ni kwamba unajua huwezi kumwendea Yesu kama hujajitambua hivyo. Huwezi kumpokea Yesu usipojua alichokifanya. Ni lazima ujithamini wewe, ujitambue kwamba mimi hapa nilipo, si ndio? Nilikuwa 1 2 3. Ili kutambua ile hali yako ikupe haja kumwendea nani? Yesu. Ila unapomwendea Yesu unamwendea kubadilishe. Haumwendee Yesu alafu baki vile vile ulivyokuwa. Never. Unamwendea Yesu ili akubadilishe. Unamwendea Yesu ili itasema uwe transformed. Akutransform, akubadilishe. Anakubadilisha wapi kwenda wapi? Kutoka wapi kwenda wapi? Anakubadilisha kutoka ile hali ya zamani ya wenye dhambi na kuwa kiumbe kipya, kuwa safi, kuwa mtakatifu. Ndio maana sasa nasema hiyo tunaifikiaje? Ule mstari wa 9 ni kwa kuungama. Soma mstari wa 9 ili tukonfirm hilo, halafu tumalizie hapa chini kidogo. Katika hii waraka wa kwanza. Yes, hapo tulipo ule mstari wa 9 sasa. Mstari wa 9. Ndio. Tukiziungama dhambi zetu. Yeye ni mwaminifu na wa haki. Hata atuondolee dhambi zetu. Kwanza tukiungama anatuondolea dhambi zetu zote na kutusafisha na udhalimu wote. Shia hapo. Kumbe tatizo ni kuungama. Tatizo ni kuzikiri dhambi zetu. Tatizo ni kuzikubali dhambi zetu. Tukizikubali, ambazo hizi ndio chanzo cha kumwendea, na tukizikubali anasema yeye alivyo ni mwaminifu, halafu ni wa haki. Mmoja anachofanya tukimwendea kwa kukubali, anatusafisha dhambi zetu zote, anatusafisha na udhalimu wetu wote. Swali langu, ukisafishwa dhambi zote unabaki na ngapi? Ukisafishwa udhalimu wote unabaki na ngapi? Sasa nikisema ni mtakatifu kuna kosa gani? Amen. Kuna kosa gani? Hakuna kosa. Na hili liko wazi hata katika ile waraka wa kwanza wa Yohana. Ni kuonyesha sasa ili tumalizie hapa. Kwa nini una haki kujiita mtakatifu? Kwa nini una haki kusema mimi ninastahili? Kwa nini usisubutu na siku nyingine kusema haufai mbele za Mungu? Ni hapa. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2, mstari wa kwanza na wa pili. Tunasoma waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya 2, mstari wa kwanza na wa pili. Nasema hivi. Inasema hivi. Watoto wangu wadogo, ninawaandikia maneno haya. Msitende dhambi. Ili kwamba msitende dhambi. Sikiliza. Ninachowaandikia ni kwamba sitaki mtende dhambi. Yaani msitende dhambi maana sitamani mtende dhambi. Lakini huwa inatokea dhambi inafanyika. Nini kinaendelea? Soma. Tunaendelea. Na kama mtu akitenda dhambi. Sikiliza. Na ikitokea mtu ametenda dhambi, tunaye mwokozi kwa Baba, tunaye mwombezi. Sio? Yesu Kristo. Mwenye haki. Ambaye huyu anafanya nini? Kazi yake ni nini? Endelea. Tunaendelea hapa chini nasema. Bali niko wapi? Tuko mstari wa pili. Hata nirudi. Naye ndiye sura ya pili. Yes, mstari wa kwanza na pili. Ndio tuko. Haya, turudilie mstari wa pili. Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Asante sana. Kwamba anasema hivi, watoto wangu wadogo na waandikia maneno haya. Kwamba mtu asitende dhambi. Yaani dhambi haitakiwi. Ila ikitokea mtu ametenda dhambi, tunaye muombezi kwa nani? Kwa Baba. Na huyu ni nani? Ni Yesu Kristo, ambaye huyu ndio kipatanisho kwa dhambi zetu sisi tunaomwamini. Lakini sio zetu tu, hata wale walioko duniani kote, ili mradi wamemwamini. Unanipata mpendwa mtazamaji? Nafikiri nikupe nafasi tena kidogo ya mapumziko hayo kidogo, halafu nitakuja kuhitimisha somo langu la siku ya leo na tutaenda kukuombea. Asante sana. Asante. Karibu tena kwa kipindi chetu tunapoenda kuhitimisha kwa somo ambalo mchungaji anakwenda kuonyesha ni jinsi gani unavyostahili. Yaani maneno haya yatakutoa, nilikwambia kipindi chetu ni kutaka kukutoa katika hatua moja kupeleka katika hatua nyingine. Yaani hatutaki uende mara moja tu. Kwa kweli wapo watu wanaenda moja kwa moja kutoka kwa ngazi moja na mpaka kwa ngazi ya mwisho. Hiyo nayo pia ni hatua nyingine nzuri, lakini mtu anayeenda vizuri anapanda hatua kwa hatua. Kwa hiyo tunachokifanya hapa ni kukupeleka hatua kwa hatua. Kwa hiyo kama ulikuwa unaomba maombi hayo ya kwamba ustahili, leo utakwenda kugeuza kuona kwamba unastahili. Kwa hiyo tumsikilize mchungaji,
maana nakwenda kuhitimisha kwa kweli kama jinsi alivyoandaa somo na kama jinsi Mungu alivyomwezesha. Karibu mchungaji. Asante sana. Kwa hiyo tunapokwenda kwenye kipengele cha kuhitimisha, nimekuonyesha tayari kwamba hapo katika waraka wa Yohana, hii ni barua inaandikwa, ujumbe unapelekwa kwa wateule kwamba jamani, wana wa Mungu, mmemwamini Mungu, mmeamua kumfuata Mungu, achaneni na dhambi, msifanye dhambi. Lakini kwa sababu anajua dhambi inaweza kutokea wakati wowote, kwa sababu yoyote, mahali popote, anasema ikitokea hivyo, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Na huyu ndiye kipatanisho. Huyu ndiye kipatanisho, na anasema sio kwa ajili ya dhambi zetu tu. Kwa maana anaposema dhambi zetu tu, ana maana sisi waaminio. Kwamba sio dhambi zetu tu sisi waaminio, lakini dhambi za ulimwengu wote. Kwa maana kwamba hata wewe unanisikiliza, hata kama haujampokea Yesu, ukiamua leo hii unaingia kwenye kundi hili, unasamehewa. Sasa watu wana confuse hapa kwamba unasemaje wewe ni mtakatifu kati uko duniani na unatenda dhambi. Sikiliza. Kutenda dhambi ni matendo yako mwilini, si ndio? Lakini kuhesabiwa haki mbele za Mungu ni kwa imani. Sisi tunakwenda pamoja. Dhambi iko kwenye mwili, matendo. Lakini kuhesabiwa haki mbele za Mungu, tunahesabiwa mbele za Mungu kwa kazi ya Yesu. Maana kuna kitu tunaita sanctification, utakaso. Na kuna kitu tunaita righteousness, haki. Sawa? Sasa tunahesabiwa haki kwa kifo cha Yesu. Sawa? Because of the death of Christ, we are right. We are counted righteous. But we are sanctified by the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu tunatakaswa, kwa kifo cha Yesu tunahesabiwa haki. Na vyote hivi vimekamilika. Ndio maana naambiwa sasa kwamba kilichopo hapa, unapotambua kwamba kuna lolote ndani yako halipo mahali pake, kimbia, tubu. What does it mean? Kutubu ni nini? Ni kubadilika. Kutubu ni kugeuka. Huku ni kuona kwenda siko, hakunifai, una unapiga U-turn, unarudi, unageuka. Sawa? Na ndio maana hata katika Matendo ya Mitume watu wanaambiwa, wanahimizwa, ile sura ya 17 mstari wa 30. Ulipokuwa huko duniani, ulienenda ulivyotaka wewe, ulifanya ulivyoviona vyema, ulifanya ulivyoviona vinakufaa. Lakini ukishabadilika ukarudi, kuna kitu unawekewa sampaka kwamba hiki hakifai, hiki hakifai. 17:30 Matendo ya Mitume. Tunakwenda katika Matendo ya Mitume 17 na ule mstari wa 30. Ule mstari wa 30 Matendo ya Mitume. 17 mstari wa 30 nasema hivi. Ngoja tusome 17:30. Nasema basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni. Bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali atakaye wa kila mahali watubu. Zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni. Hizi zamani za ujinga ni zipi? Ni enzi hizo, anasema Paulo, tulikuwa na sisi kama hatuna akili, na sisi tulikuwa wapumbavu kama wao, si ndio? Tulikuwa hatuelewi hili wala lile. Zile zinaitwa zama za ujinga. Kwa hiyo Mungu anasema alijifanya kama hazioni. Lakini leo hii baada ya kubadilika, baada ya kubadilishwa, anasema anachoamuru watu ni nini? Watubu. Kutubu ni nini? Ni kugeuka. Kutubu ni kuacha njia mbaya. Kutubu ni kuacha kinachoonekana hakifai. Kwa hiyo lugha nyepesi ni kwamba leo hii Mungu anawaamuru watu waache njia mbaya, watu wabadilike. Ndio maana unapokuwa ndani ya Yesu, kazi moja ya Roho Mtakatifu kukusaidia ni kule kukushuhudia kwamba wewe ni mwana wa nani? Wa Mungu, ili ikusaidie kuachana na kila kilicho kibaya na kushikamana kile kilicho chema. Lakini hii bado haijakufanya wewe uonekane takataka. Mfano huu katika ile Injili ya Yohana, habari za yule mwana mpotevu, tunazungumzia mfano huu. Alipokuwa amemwasi baba, amekwenda huko, ameharibu moyoni, Biblia inasema alijisema, mimi sifai mbele za baba, sistahili kuitwa mwanao. Sasa watu wao wanachukua mifano kama hiyo, wanaibeba wao. Anasema mimi sistahili kuitwa mwanao. Je, baba alikubaliana na hilo? Alimwambia hapana. Wewe hata kama ulichukua hela yangu ukaondoka nayo, bado wewe ni nani? Ni mwanangu. Maana yake baba alikuwa anataka kusema hivi, hata kama ulifanya lile kosa, ulitakiwa kufanya ilikuwa urudi uniambie, baba nisamehe. Hiyo ndio maana ya toba. Na ndicho baba alikuwa anakisubiri kwa mwanawe, ambacho mwanae kule alikokuwa hakukumbuka kurudi. Anasema tu nitakuja nije kuwa mfanyakazi, yaani sio tena mwana. Lakini baba alikataa.
akasema mwana siku zote ni nani? Ni mwana. Na huwezi kubadilika kuacha kuwa mwana kwa sababu ya kosa ulilofanya. Lakini kitu kikubwa, tubu dhambi zako. Sina maana kwamba endelea kutenda dhambi. Maana Rumi ile sura ya 6 utaenda kusoma, mpendo wa mtazamaji, utasoma ile sura nasema, je, tuzidi kutenda dhambi ili neema izidi kuwa kubwa au izidi kuwa nyingi? Anasema hasha, sisi tulioifia dhambi tunawezaje na kuishi katika dhambi? Ina maana haturuhusiwi kutenda dhambi, hatutakiwi kutenda dhambi, lakini kwa sababu dhambi ipo, mazingira yana dhambi, kuona kwetu kuna dhambi, kufikiri kwetu dhambi, kuzungumza kwetu dhambi, wakati wote dhambi iko pamoja na sisi. Ndio maana Paulo akasema, ninajaribu kuomba sijui nani ataniokoa na mwili huwa nini? Wa mauti. Maana mahali popote mwili ulipo, dhambi imebeba hapo. Sasa kikubwa kinachokufanya wewe ulinde ile haki yako ya wana wa Mungu ni toba. Kumbuka wakati wote toba, fikiria wakati wote toba, ishi wakati wote kwa toba. Kwa maneno haya mwana wa Mungu, naamini umekwisha kugundua kwamba ipo haki kwako ya kutokujishusha kama ulivyokuwa ukijishusha, ya kubadilisha mtazamo wako, badilisha maombi yako ili sifa zako za kuitwa mwana wa Mungu zidi kuendelevu. Mungu akubariki sana. Amen. Amen, amen, amen. Kwa kweli mpendo mtazamaji, najua umepata mambo mengi. Ni kweli mchungaji, somo hili limekuja kwa wakati mzuri, hasa zaidi kwa wapendwa watazamaji na wale wasikilizaji wanaotusikiliza sehemu mbalimbali. Ni kwamba badilisha mtazamo wako. Badilisha namna unavyomwabudu Mungu wako. Kwa sababu kuna watu wanafikiria wanavyofanya kwamba ndio wanampendeza Mungu, huku wakifanya vitu ambavyo ni chukizo tofauti kabisa, kwa sababu kumbuka Biblia nasema kwamba maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele za Mungu. Yes. Sasa kama utapenda kuitwa mwenye dhambi, maana yake hata jibu ya maombi huwezi kupata. Hata kuomba utakiwi. Kwa sababu Mungu hataki. Hata katika Waefeso, katika Isaya, Mungu anaweka anaalika watu mwenye dhambi, anasema hata kama ni mbaya sana, wewe njoo tu tusemezane, yani tutazibadilisha. Unaona? Sasa Mungu anataka watu wasizidi kuonekana kwamba hawafai. Mungu anataka wewe ufae. Anataka kuonyesha kwamba wewe unastahili. Unaona? Kabisa. Sasa ni kweli hii ni changamoto kubwa mno. Ni kweli watu wengine wanasoma maandiko kama vile ulivyosema mchungaji. Maandiko haya mtu anaichukua anasema, inabidi, na kuna ingine andiko mimi hapa linasema inaeleza mwanadamu kama mdudu. Lakini sasa sio kwamba Mungu anataka wewe uonekane mdudu kwa sababu wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Mchungaji alikuwa anasema hapa, katika viumbe vyote hakuna kiumbe kilichoumbwa cha thamani kama mwanadamu. Sasa leo mwanadamu unajishusha. Hii ni hali ya shetani, kwa sababu shetani mwenyewe alingani na mwanadamu, yeye yuko chini ya mwanadamu. Sasa anataka kufanya wewe ushuke ili kwamba uonekane kwamba ufai, na matokeo yake mkatae Mungu. Sasa kwa kweli ili jambo linakuwa ni changamoto hata makanisani. Watu wengi wanafikia katika maombi kama hayo. Siku moja nilikuwa nafundisha hata mimi kanisani. Nilikuwa nafundisha kanisani, nikawaambia, hasa zaidi nilikuwa na vijana. Nilikuwa nawafundisha nikawaambia, jamani, kuna makosa mengi ambayo yanafanyika katika, na ni makosa yanaonekana kuwa madogo, lakini ukiangalia yanatufanya sisi, yatatusababisha sisi siku moja tusimuone Mungu. Unaona? Kwa sababu mimi niliwaambia mtu nikasema, sasa mtu anaposimamishwa kanisani, unaona kitu kinachofanya watu kuchanga. Mtu anasimamishwa, mimi nimewahi kuona mtu anasimamishwa ibadani wakati tunapokuwa tunaombea sadaka. Labda mtu anaitishwa, jamani, mtu fulani simama uje uombee sadaka. Mtu anakuja kuombea sadaka. Unafika pale mbele, unachukua sadaka, unaanza kuomba. Kabla ya yote, Baba unisamee kwa sababu mimi kwanza ni mwizi. Kwa sababu mimi kwanza ni mwizi. Sasa na pale kanisani, pale badani kumeingia mgeni ambaye ndio mara ya kwanza anakusikia wewe unasema ni mwizi. Anasema kumbe wezi wako ni tena. Hata naumu nilifikiri mwizi huko ndio unaona sana. Naumu wamo mle wezi kama nilikotoka. Sasa unajitanga mwingine kwamba mimi ni mzinzi, sifai. Sasa unaanzaje kujitangaza? Unaona hiyo ni tangazo, unajitangaza mpendwa mtazamaji. Unaposema mimi ni mwizi, usifikirie kwamba unamfanya Mungu akuone kwamba unanyenyekea sana. Na nikwambie kwamba ustahili kuiombea sadaka. Acha. Kwa sababu kama uko mwizi utaombeaje hiyo sadaka? Na kama wewe ni mzinzi, acha.
Sasa ya nini wakati watu wanasema tuingieni basi katika kipindi cha msamaha? Kipindi cha msamaha kinatangulia ile sadaka. Basi kama uko mwizi, kipindi cha msamaha kiko pale. Ulitakiwa ujitakase pale. Sasa umeshajitakasa, tumefikia kipindi sasa kinakuwa cha kuombea nini? Sadaka. Unaanza kuna uko mwizi tu. Sasa bado unaendelea kuwa mwizi. Sasa lini? Na sio leo, sio kwamba ni hiyo siku moja utamsikia kesho anarudia, atabadilisha wizi kama ulisha, anakuwa labda mdudu, labda anakuwa yeye mpagani, mwisho atafika atasema mpagani. Unaona? Kwa hiyo haya maneno ni maneno makubwa mno sana, na ni maneno ambayo najua yanagusa moyo. Yatakugusa. Unajua umenikumbusha kitu. Kuna mtu mmoja niwe kusikia siku moja anaomba, anasema alikuwa anataja, anasema utuombee sisi wakosefu tangu sasa na hata siku ya kufa kwetu. Yaani mtu anaamini kwamba yeye ni mkosaji mpaka siku ya kufa kwake, mpaka atakwenda kaburini ni mkosaji. Sasa mtu kama huyu unasema anakwenda kumwomba Mungu afanye nini? Na sasa hata hivyo kama ni mkosaji mpaka siku ya kufa anaenda wapi? Sasa unaona kama anajifungia njia huyo, kwa sababu kama wewe utakuwa mkosaji mpaka siku ya kufa, basi ufai, kwa sababu mbinguni hakwendi watu wa kazi ya Yesu kwako ina maana haina maana. Alifanya nini kwako? Kama hata kuja kwa Yesu bado huoni faida yake, wewe ni mkosaji mpaka siku ya kufa. Alafu Biblia inasema nini? Biblia inasema hivi, ukitaka kuingia kama unaona mkono ndio unataka kunani kukusumbua, basi ni bora uingie mkono kipande. Kwa hiyo wewe unataka uingie mkosa, akuendi wakosaji. Kunaenda wana wa Mungu ambao wamekubalika, ambao ni wale ambao wamesafishwa na damu ya mwana kondoo. Wale ambao wamekubalika wanasema hawa ingieni. Sasa wewe bado mkosaji, hakuna atakaye kutetea. Utetezi ni hapa kabisa. Hiyo ni mafundisho ya watu wengine, wanasema hapana, tutakufanyishia ibada ya wafu, tutakuombea, wazazi wako watakuja watakuombea wakuweke mahali pema peponi. Kwani wewe ndio utamwambia Mungu akuweke mahali pema? Sio rahisi. Unajiweka mahali pema hapa, unaanzia hapa ndipo unaenda kuwekwa sasa mahali pema. Lakini kama utakuwa bado hujajiandaa ukafika mwisho, umeshamaliza ndio uambiwe kwamba muombee Mungu sasa kwamba muweke mahali pema. Haiwezekani. Itakuwa too late. Kwa hiyo mpendo mtazamaji, nilikuambia kwamba bado tuko hii ni mwanzo, bado inaanza kumwagiwa zege. Unaona barabara inavyoanza kutengenezwa, inakuwa inapita kwenye step mbalimbali. Mara unaletwa kwanza mchanga, mara inaletwa nini sijui, mara inakuja kokoto, mara inakuja zege. Sasa ni hatua taratibu. Kwa hiyo kwa kutaka kukamilisha, kwa kutaka kwamba utafika sehemu utaanza kusema kile kipindi kile jamani. Utakuwa unapenda kila siku jamani, acha niangalie kwanza bado ulipo tumaini. Yaani kutakuwa nakuja vitu vikubwa, vitu vizito ambavyo Roho Mtakatifu anavifunua, kwa sababu sikiliza nikupe siri moja. Ni kwamba tuna mambo mengi, kwa sababu hata sisi wewe unakaa kwenye YouTube unaangalia. Na sisi tunaangalia pia, tunaona mambo yanayopitika huko, tunayaona, na Roho Mtakatifu anatuonyesha angalieni mambo yanayopita huko. Ili kwamba tuangalie namna gani ya kuweza kukosoa. Tuone jinsi gani ya kuweza watu wawe na nia ya kuangalia YouTube nini ambacho kitamsaidia. Kwa sababu kuna vitu ambavyo vinaangaliwa unakuta havisaidii. Havitakusaidia. Kwa hiyo mimi niseme tu mtumishi, Mungu akubariki sana kwa kuweza kukumbuka Roho Mtakatifu kusaidia kukumbusha maneno kama haya ambayo imeshakuwa sugu. Ni tatizo ambalo liko sugu. Manake na unaweza na kuna watu wengine wanaposikia hili wanataka kama vile kuleta kidogo kama dharau kidogo. Sasa haya anataka kusema nini? Nakwambia kama uko pale, haijalishi wewe ni bishop, haijalishi wewe ni nani, mkuu wa dini wa aina gani, kubali kubadilika. Basi kubali kubadilika tu. Ukikubali basi itakuwa vizuri. Unajua kuna watu wengine wanajiita kwamba, na siku moja tutakwenda kulifundisha hapa. Kuna watu wanajiita kwamba wao ndo wa baba wa maombi na mama wa maombi. Unaona? Hawa watu wanapumba kichwani nyingi sana. Na ndio wanasumbua watu wengine wanapokuwa wanajiita wao ndo wa baba wa maombi na mama wa maombi. Tangu lini? Na hiyo inatoka wapi? Unaona? Sasa wale ndio wanakuja wanaambia watu tubu. Anakuja na kuambia ungama, unamuungamia yeye. Unaanza kuungama dhambi zako kwake yeye anakuwa kuhani, yeye anakuwa sijui nani. Na unakuta vitu kama hivyo vinaleta utata sana. Kwa hiyo mpendo mtazamaji, kwa kweli
tunashukuru sana kwa kuwa umepata nafasi ya kuweza kusikiliza kipindi hiki ambacho kwa kweli kimekuja kwa wakati mwafaka, kwa sababu Mungu anahitaji upige hatua, kwa sababu Mungu hapendi akulee katika ile hali. Anataka pia, kwa sababu anasema kwamba mtu ambaye amekuwa ni mtu ambaye anastahili kula mifupa pia, au anakula mifupa, sio tu maziwa. Maziwa ukiendelea kula maziwa utakomaa. Sasa hii tunaanza kuleta hapa ni mifupa. Hii mifupa inataka kukomaze. Huo mtu ambaye anakomaa, kwa sababu ukianza kula mifupa sasa hivi, ukiletewa tena vitu vingine unasema jamani, mimi hii sio vyangu tena, mimi nataka mifupa. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa wewe kuweza kusikiliza somo letu la leo, na bado mchungaji anasema kwamba wiki ijayo atakuwa na nafasi nzuri pia ya kwenda na hitimisha somo lake ambalo labda ulilisikia siku moja, lakini sitasema kwa sababu yeye mwenyewe ndio atakuwa na nafasi ya kukwambia hiyo siku ambayo itakuwa ni wiki ijayo. Nikuombe kwamba usichelewe. Utafanya kazi wiki yote nzima, lakini kumbuka Jumapili tutakuwa tena na kipindi. Kwa hiyo acha tuchukue nafasi hii kwa kuweza, kabla tujaenda kumaliza na kukuaga, tuweze kukuombea pale ulipo, kwa sababu pia tunahitaji kufanya kazi hiyo, kwa sababu hatuwezi kutoa neno tu, lakini pia tutakwenda kukuombea. Basi kabla ya kukuombea, niombe nikupe nafasi ya wewe kujiandaa. Tunakuja kurudia baadaye, tunakuombea. Asante sana. Karibu tena. Nafikiri umeshakuwa tayari kama vile ilivyokuahidi kwamba hatutaenda bila kuacha kuomba. Najua ya kwamba unahitaji pia maombi, na kwa kweli Mungu ameweka vitu ndani ya watumishi wake, akisema neno lile ambalo analotoa kwa ajili ya shida ambayo inayokabili au kwa ajili ya matatizo unayopitia kwa sasa hivi. Najua ya kwamba lile neno linapotoka ndani ya kinywa ya mtumishi wa Mungu linatoka kwa Mungu. Kwa hiyo lina kusudi yake kwa ajili ya ile tatizo linalokupata pale. Kitu ninachokuomba tu ni kwamba usiangalie screen, usiangalie umbali, usiangalie kwamba mbona ni wako kwenye screen tu au kwenye TV. Sisi hatutafanya kama wanavyofanya wengine. Sisi tunafanya kutokana na jinsi Roho anavyotuongoza hapa. Kwa hiyo haijalishi kwamba uko mbali, sisi tunataka tukwambie tu kwamba, na sasa hivi ninavyosema, kuna jeshi kubwa ambalo liko pembeni yako, kuna wadaktari wakubwa ambao wako pembeni yako, ambao Mungu anakwenda kushusha kwa ajili yako, na wako pembeni yako wakitaka kushughulika kwa ajili ya tatizo lako. Sasa kitu kikubwa tu ni kwamba jiweke tayari. Fungua moyo wako uone kwamba sasa hivi unatakiwa kujiweka kwenye mazingira ya uponyaji, kwa sababu kuna wakati mwingine watu hawapokee uponyaji kwa sababu anajiweka kwenye mazingira tofauti. Sasa wewe kama daktari anakuja ukiwa unasema huyu daktari inawezekana labda ndio hao wanaosema ni wapya, ni wanafunzi nini, unakuwa na mambo mengi, utapona. Lakini sasa kama ukiwa unasema huyu akinigusa tu najua nitapona. Kwa hiyo na wewe huyu tunayesema ni yule daktari mkuu. Mimi ndio mara nyingi namuita kwamba yeye anaitwa ni Docteur Generaliste Extreme. Maana yake hana mwingine, hana kifani. Maana yake hakuna mwingine tunaweza kumlinda. Yeye anaweza. Kwa sababu hakuna mtu aliyepasua kutoka kwa mtu mmoja kutoka mtu mwingine. Ni yeye peke yake aliyefanya mtoa mwanamke kwa ubavu wa mwanaume. Hii operation haijawahi kufanyika katika ulimwengu wote. Kwa hiyo ni yeye peke yake. Kwa hiyo ana uwezo. Kama ni kansa, kama ni nini, kama ni jambo fulani. Basi mchungaji, umalizia, kama utakuwa na neno la kumuhimiza mpendwa mtazamaji kwa ajili ya kumwombea, basi tuende tukaombe. Mpendwa mtazamaji, unajua ni vema, unajua kuna haki wamewekewa watoto na kuna haki ambao mwingine anaweza kaipata, lakini haki ya mtoto ni tofauti na haki ya mtu mwingine yeyote. Sasa kabla sienda kuomba moja kwa moja, nikukaribishe kwanza wewe ambaye yumkini bado hujampokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Hebu nikuunganishe na Yesu leo kwa sala hii fupi, ninakwenda kuomba pamoja na wewe. Halafu nitakwenda kukukabidhi mikononi mwa Bwana na nitakwenda kukuombea kwa tatizo hilo ambalo umekuja nalo leo na unasema nataka leo Bwana anifanyie hili. Maana kuna kitu nakwenda kuzungumza na wewe hapo. Sasa fuatisha maneno haya pamoja na mimi. Sema: Bwana Yesu, kwa jina lako kubwa nimekuja mbele zako tena leo. Nimesikia neno hili jioni ya leo. Kumbe wakati mwingine nilikuwa mbali na wewe. Dunia ilinitenga mbali na wewe. Nikakusahau, nikakukosea, nikakutenda dhambi, hata nikajikuta ninaitwa mwenye dhambi. Lakini kumbe bado ipo neema ya kupokea msamaha.
kwa kazi ile uliyoifanya msalabani, ikiwa tu nitakwenda kukuamini. Neno lako linasema katika Rumi ile sura ya 10 mstari wa 9 na wa 10 kwamba ukimwamini Kristo, ukakiri kwa kinywa chako ya kwamba ni mwana wa Mungu, na moyoni ukaamini kwamba alikufa na kufufuka, utaokoka. Maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Kwa sababu hiyo ninakubali kuanzia sasa ya kwamba Kristo, wewe ni mwana wa Mungu, ulikufa na ukafufuka, na leo uhai kwa ajili yangu. Niokoe katika hilo na unisamehe. Nirehemu makosa yangu yote niliyoyafanya hapo kale, nilipokuwa nikiyajua au nisiyoyajua. Bwana, naomba unirehemu na unifanye kwa kiumbe kipya. Kama neno lako lisemavyo, nimekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Yesu, nikubali kama mwanao kuanzia sasa. Nazikataa dhambi kwa jina lako Yesu Kristo. Nipe nguvu ya kushinda sasa na siku zote za maisha yangu. Roho wako Mtakatifu akae ndani yangu, anijaze na nipe kusonga mbele kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Hapo tayari nimekuunganisha na familia ya Kristo, nimekuunganisha na familia ya Mungu. Sasa nakwenda kuomba na wewe. Unajua kuna mtu ninamuona, yeye ana hofu, anaishi kwa hofu. Lakini wakati mwingine maisha yake yana mashaka. Ni kama anahisi kuna watu wanamtendea ndivyo isivyo. Kuna watu wanafuatilia maisha yake. Kuna watu ni kama yani anaona ni kama wamekuwa na vyanzo vya kutokufanikiwa kwake. Lakini nataka nikwambie kwamba damu ya Yesu inatosha. Nataka nikwambie Roho Mtakatifu akiwepo ndani yako, wewe ni mshindi. Maana Roho Mtakatifu ni moto. Damu ya Yesu ina nguvu ya kukuzingira, na mahali ulipo pakawa salama, nyumba unayolala ikawa salama, kazi unakoshinda pakawa salama. Hivi vitu viwili vikiunganika ndani yako, damu ya Yesu Kristo, Roho Mtakatifu, halafu malaika wale waliopewa kuwalinda wateule, waliopewa kuwatumikia watakatifu wakiwa pamoja na wewe, wewe ni mshindi. Acha niombe kwa ajili yako. Tutakwenda kunyoosha mkono namna hii. Wewe unayetatizwa kwa hali yoyote ile, amini pamoja na mimi. Kwa dakika 2 tu nitatamka neno na litakukuta hapo ulipo na litatenda kazi kwa ajili yako. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana, kwa mamlaka ulionipa, uliposema nitaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya, ulisema katika neno hilo nitakayebariki atabarikiwa. Bwana, ninalituma neno hili sasa. Na wewe umesema Bwana utalituma neno lako, na hilo neno halitakurudia bure, bali litatimiza kusudi. Ndio Bwana unaniunganisha na mtazamaji huyu muda huu mahali popote alipo. Kwa wengine najua ni asubuhi, kwa wengine ni jioni, wengine ni mchana, wengine ni usiku, lakini bila kujali ni muda gani anaonisikiliza hapa wakati huu, Bwana neno hili likamguse pale pale anapotatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Maumivu toweka kwa jina la Yesu Kristo. Udhaifu wa kila aina katika mwili wako wewe baba, udhaifu katika mwili wako wewe mama, ninazungumza nao maana ni roho na inasikia kwa jina la Yesu Kristo. Achia, toka kwa jina la Yesu Kristo. Ninatangaza uzima kuanzia sasa, na utashangilia, utaruka mahali ulipo, utapiga kelele za shangwe ukisema Bwana ametenda. Pokea uzima, pokea uponyaji, pokea uzima. Wewe mama, pokea uzima. Wewe kaka, pokea uzima. Baba, wewe nakuona mahali hapo unapotatizwa, ukizunguka mahali hapo, ukijiminya hapa na pale, na kuamuru usimame kuanzia sasa. Pokea uzima. Na wewe pepo, nazungumza na wewe pepo, unasikia sauti hii, pepo uliyetumwa, pepo uliotoka mashariki, pepo uliotoka kaskazini, pepo uliotoka mashariki na magharibi, na kuamuru, maana hii ni sauti ya nguvu, imebeba uweza, imebeba mamlaka, na amuru pepo uliotumwa, umekuta katika makutano ya njia, umekuta katika miti chini ya miti mikubwa, ninakuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mwachie mtu huyo, mwachie mtu huyo, mwachie mtu huyo, na awe mzima kuanzia sasa. Asante Yesu Kristo, kwa sababu ninaona unamfungua baba yule. Asante Yesu Kristo, maana unamfungua mama yule. Asante Yesu Kristo, maana binti yule anapokea uponyaji. Asante Yesu Kristo, maana mtoto yule anapokea uzima kwa jina la Yesu Kristo. Baba unatosha. Ninalitamka neno lako Asante maana Mungu nimekuwa na nikaingia katika maisha sio leo tu, bali kila nilipokuita Bwana nimekuwa na familia ambayo iligawanyika, familia ambayo imepata misukosuko, sawa sawa, watu ambao wanashambuliwa, watu ambao wako katika ngumu na wanafikia kukata tamaa. Neema yako kwamba Bwana
ukasimame katikati, katikati, ukasimame Bwana kama milijeshi, na ukasema yuko Mungu wale wote wanaokuwa kinyume chako, katika jina lako litukuzwe Bwana, maana umesikia na kutenda. Kwa ajili ya Kristo Yesu Bwana wetu nimeomba Bwana kwa imani nikiamini Mungu inatokea. Na hapo ulipo mpendwa mtazamaji sema amen. Amen. Mungu akubariki sana.